Naam, katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, leo watani wa jadi Simba na Yanga walikuwa nakutana. Young Africans ni mwenyeji katika huu mchezo, lakini jana sitofahamu Simba alizuiliwa kuingia kutofanya mazoezi katika dimba la Benjamin Stadium Mkapa. Taarifa imetoka muda huu kwa umma, mchezo umehairishwa mpaka taarifa itatolewa katika siku ya mchezo na tarehe nyingine. Nipo na shabiki na wa Young Africans, pia ni mwanachama wa Young Africans. Naona anahuzunika baada mechi kuhairishwa, taarifa kutoka. Mambo vipi? Mambo mabaya tu. Zima kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu napumua na nina afya tena. Mpaka nimekuja uwanjani nijisikia ninavyojiamini, isipokuwa mtani wangu amenikimbia kwa kuwa ameona kwamba nina full mkoko. Yaani nina kikosi cha kumpiga mtu mpaka anateketea. Yote kwa yote nikisema, unajua Yanga timu kubwa sana. Yanga ni timu ambayo ukizungumzia kwa Tanzania, yani sasa na unazungumzia Afrika Mashariki nzima. Ukiangalia kama hao wenzetu wa Al Ahly, umeelewa? Hasa ndio unakuja kuimprove kwa Tanzania, unakuja kuiangalia timu bora. Unajua tuongee kitu cha kweli, mpaka timu unakimbiwa. Umeelewa? Unajua jinsi gani ilivyokuwa timu hii si mchezo. Unajua ifikie wakati Tanzania mpaka sasa hivi tumeshika nafasi ya 4, umeelewa, ndani ya ligi yetu ya NBC. Unajua kwa sababu gani? Kwamba ligi bora. Sasa kama ligi bora, kwa nini hii ligi na sasa hivi inaelekea kuwa kuna ubabaishaji? Kwa nini nazungumza hivyo? Leo ukiangalia leo ilikuwa ni siku nzuri. Ni Kariakoo Derby leo. Yanga na Simba. Mimi Yanga ni mwenyeji. Umeelewa? Siku imepangwa siku maalum, tarehe 8 ni siku ya derby Yanga na Simba. Sasa inakuwaje shirikisho la mpira TFF kuahirisha mechi ya leo? Bodi ya ligi najiuliza why, tatizo ni nini? Mechi leo imebaki masaa kama maximum sasa hivi saa 7, si ndio? Saa 8 sasa hivi. Yamebaki masaa karibia, naweza kusema masaa kama 6. Unairishaje mechi? Hebu ndugu mwadisha bwana. Anasema jana Simba Sports Club kwa kitendo ambacho walifanyiwa hapa Benjamin Stadium Mkapa getini, kitu ambacho mmewazuia kutofanya mazoezi. Kwa kanuni ya 17 ibara 45 inasema mgeni anatakiwa afanye mazoezi siku moja kabla ya mchezo, lakini Simba Sports Club jana hawakufanya mazoezi. Ndicho ambacho Simba Sports Club wametoka hadharani na kuandika barua kugomea mchezo wa siku hii ya leo. Ndio maana bodi ya ligi wametoa taarifa, mechi imeahirishwa siku ambayo tarehe itapangwa muda wowote na saa wowote. Je, ni pigo kwa Young Africans mechi kuahirishwa hamara? Sisi kwa tukio sio pigo, kwa sababu mpaka sasa hivi mimi naongoza. Ila sipokuwa naweza ngasema TFF pamoja na shirikisho, kuna baadhi ya uongozi wanaita ile mambo ya ujanja. Tuache ujanja, tucheze soka, tufanye vitu vya soka. Ligi yetu ya NBC ya Tanzania izidi kupanda chati. Leo hii nafasi ya 4. Natamani siku moja tufike mpaka nafasi ya 2, then tufike mpaka nafasi ya kwanza. Huu babaishaji unasababisha mpaka tunashindwa kuwa na imani na ligi yetu. Na ndio maana ligi yetu kaitwa kichefuchefu. Kwa nini zungwe kichefuchefu? Hatuna maamuzi ambayo yako sahihi. Leo hii Simba jana kagomewa mtani wangu saa 1 kufanya mazoezi. Sawa, kikanuni ukiangalia mimi mwenyeji nina haki, kwa sababu muda saa 1 ulikuwa Simba unaweza kufanya mazoezi hata saa 12. Saa 1 mimi najua unakuja na vitu gani. Lakini yote kwa yote tukiongea tu ukweli, tatizo liko kwenye shirikisho letu la mpira, aliko serious, na kwa staili hii tulikuwa tunafeli miaka yote tunaoenda, kwa sababu sasa tumebarikiwa, tunashika nafasi ya 4. Umeelewa? Hebu niambie, nafasi ya 4 kwa madudu kama haya, kugomewa mazoezi ndio kwamba wewe usingize timu leo uwanjani? Brother, niongee tu ukweli. Yanga tabaki kwa Yanga. Leo hii sisi tunapigwa vita kila sehemu. Yaani kila idara tunapigwa vita, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wacha tupambane. Lakini ipo siku hakika kitajulikana. Mimi najua leo mtani wangu kanikimbia. Asizungumzie sio kwamba jana kanyuma kufanya mazoezi sio nini. Mimi kanikimbia kwa sababu anafikiria zile 5 Saudi tena, na mimi leo nikwambia tu ukweli, nikupe siri. Umeelewa? Kuanzia mechi ya ufundi. Sawa, kuanzia wachezaji mpaka sisi mashabiki tumejitoa. Leo ilikuwa aibu. Zile tano zilikuwa zinaongezeka mara 2. Leo ilikuwa aibu. Mwananzu Kibisawara ni mechi yake ya kwanza katika ligi kuu soka Tanzania bara, lakini huko na Daki Jumaa cha Sambi, huko na Kibu Dennis Kibnenga. Mtano usingetoka, ungetafuta sehemu ya kutokea. Ndio maana jana ulimzuia getini asifanye mazoezi.
Kuzuiwa getini kwa sababu mimi ni mwenyeji. Alafu kwa muda ambao unaingia ni saa moja. Unajua katika hizo mechi zetu za utani kuna mambo mengi yanaendelea. Umeelewa? Yaani unajua Simba washakwambia ubao ubwela. Sawa, na kama ubao ubwela ina maana wakukubali washajua wao kipigo cha kitakatifu. Alafu kitu kingine unachozungumza, naomba nieleweke kitu kimoja. Unajua sisi mashabiki wa Yanga, sisi haturopoki. Isipokuwa sisi tunazungumzia soka jinsi lilivyo. Na soka tunaliona linavyochezeka, na kama soka tunaliona linavyochezeka, tunazungumzia soka. Isipokuwa sisi haturopoki. Na ndio maana nikasemaje, leo hii ligi yetu inashika nafasi ya 4. Sawa? Na kama inashika nafasi ya 4 kwa madudu haya, wallahi na hapa tunaporomoka. Kwa madudu haya ambayo inaendelea tunaporomoka. Tuache unazi, tucheze mpira. Tuache ushabiki unazi, tuonyeshe soka pale uwanjani. Mnaelewa? Unakubaliana Young Africans tena alikosea kumzuia Simba? Young Africans kumzuia Simba, Yanga ni mwenyeji. Na kama ni mwenyeji kwa muda ule, wewe unakuja na kosta 4. Kuna wengine kuna mashema maustazi amekaa ndani kule nyuma. Unataka waanze kutangulia hivi kwa wote utakubali? Wachezaji mpira tu. Hakuna wachezaji, kuna ubabaishaji. Wenyewe kuzungumzia ubao bwana, sasa ubao aibu. Aibu ndio kama hii ya leo. Mimi mwanaume natetea timu yangu hapo uwanjani. Wametangaza kwamba game imeahirishwa mpaka siku fulani ambayo utatangaza wewe. Mimi natetea timu yangu uwanjani. Sawa, kuonyesha kwamba sisi mashabiki wa Yanga, na sio mashabiki, sisi wanachama wa Yanga, tunajali timu yetu na tunapenda. Hebu angalia, kuna mashabiki wa Simba unaona? Hapo ukiangalia kosta nyingi zimetoka kosta za Yanga. Na sio kosta zangu, ukiangalia asilimia kubwa unaona hapa mashabiki wengi wa Yanga wametawala. Naongea kitu kimoja. Tuache mbeleko, tucheze mpira uwanjani. Yaani ile mbeleko ile, tucheze mpira uwanjani. Wanasema Simba Sports Club, Young Africans mlikuwa kimya. Mlikuwa amzungumzii dabi ya Kariakoo. Ni kitu ambacho kilikuwa kinaogopesha kwa Simba Sports Club kwa maana status ya Simba ilikuwa juu zaidi katika kuelekea hii mechi. Kwa maana performance yao imekuwa kubwa, nyie mlinyamaza kimya. Dakika za mwisho mkaona hili hali bora mechi hairishwe. Unajua anacheka kwa mazuri sana. Unajua anacheka kwa nini? Ukiangalia status ya Yanga sasa hivi ilivyo. Nimempiga mtani mara 4. Leo wanampiga mara 5. Unajua wanakwambia siku zote mpumbavu mwache azungumze, lakini mwenye fikira nzuri na mwenye vitendo ufanye vitendo uwanjani. Nazungumza kwa maana gani? Sisi tuna uweledi wa kutosha. Sisi haturopoki. Sisi tunafanya vitu uadilifu. Sisi tunafanya vitu kwa vitendo. Sisi wanachama, sisi mashabiki wa Yanga tumefundishwa principle nzuri ya kusoma mchezo, kuona uweledi wa mchezo na kufanya mchezo uwanjani. Sisi haturopoki. Sisi wale mashabiki ambao tunatumwa, unakuta shabiki limevalishwa jezi linakuja linaongea ovyo ovyo. Sisi tuna uweledi, sisi tunaipenda timu yetu. Sisi tumetoka mbali na timu yetu, toka kipindiko mpaka hapa tupofikia. Kwa hiyo sisi tupo kwa ajili ya kutetea timu yetu. Fanyika haya. Wallahi na hapa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ligi yetu iko nafasi ya 4. Siko nafasi ya 4, tunaelekea kushelemka. Mamangu na hapa. Naomba viongozi wa TF, bodi ya TFF. Mambo ya mbeleko tuyaache ndugu zangu. Hii ligi yetu ishashika nafasi ya 4. Natamani siku moja ifike mpaka nafasi ya 2. Kinini nazungumza? Tuache mbeleko. Kuna baadhi ya viongozi wengi wa TFF. Mbeleko nyingi. Nikushukuru sana. Asante sana.